Kwa nini havitokei kwa wakati? Nataka tusome kwenye kile kitabu cha Wafalme wa Pili, ule mlango wa 6 kuanzia mstari wa 24. Maandiko yasema hivi: ikawa baada ya hayo, Beni-Hadadi mfalme wa Shamu akakusanya majeshi yake yote, akakwea akausuru Samaria. Njaa ikawa kuu huko Samaria, atazama wakausuru hata kichwa cha punda kikapata kuuzwa kwa vipande 80 vya fedha, na kibaba cha mavi ya jiwa kwa vipande 5 vya fedha. Ikawa mfalme wa Israeli alipokuwa akipita ukutani, mwanamke mmoja akamwita akisema, unisaidie bwana wangu mfalme. Mstari wa 27 akasema, Bwana asipokusaidia nikusaidieje? Nikusaidieje mimi? Sababu nyingine kwa nini havitokei kwa maisha yako ni kwa sababu unakotafuta msaada wako sio kule ambako Mungu ameweka msaada wako. Maandiko yanasema ya kwamba kuna mfalme mmoja ambaye alikuwa anaitwa mfalme Beni-Hadadi ambaye alikuwa ni mfalme wa Shamu, na maandiko yanasema akaenda Samaria akausuru, ni maana akauzunguka Samaria yote. Alipozunguka Samaria, ikawa watu hawezi wakapata chakula, hawezi wakatoka nje wakapata chakula. Roho ya Beni-Hadadi ni spiriti ambayo haingii ndani yako, maana inajua wewe uko na Mungu, lakini ina operate nje yako. Inaanza kufunga na kupigana na vitu ambao vimekusurround. Spirit ya Beni-Hadadi itazunguka madestiny helper wako, itafunga milango ya msaada wako ule ambao unatoka nje, inakufungia mahali pamoja na kukalisha mahali pamoja kiasi kwamba hauwezi ukapata msaada kwa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni spirit ya Beni-Hadadi. Maandiko yanasema ya kwamba Beni-Hadadi akaenda Samaria akauzunguka, na alipouzunguka watu wakawa wana chakula, mpaka watu wakaanza kula mafi, watu wakaanza kula kichwa cha punda, kukawa kuna njaa. Sasa maandiko yanasema ya kwamba mfalme alipokuwa anapita kwenye ukuta ya nyumba ya mwanamke fulani, yule mwanamke akamuita akamwambia mfalme, naomba unisaidie. Mfalme anamuuliza, nitakusaidiaje wewe kama Bwana haja kusaidia? Kumbe unaweza ukakujiwa na mfalme, ukakujiwa na tajiri, ukakujiwa na mtu ambaye ako na pesa, lakini yule mtu kwa sababu Mungu hajaweka msaada wako pale kwa yule mtu, ikawa uwezo ukasaidika. Sio kila mtu ambaye ako na pesa anaweza kukusaidia. Sio kila mtu ambaye ako na msaada unaona kwamba huyu ako na msaada wako anaweza kukusaidia, kama Mungu hajaweka msaada wako kwa huyo mtu. Ndio maana utaona kwamba vitu vyako vimechelewa, maana unatafuta msaada kwa watu ambao Mungu hajaweka msaada wao kule, msaada wako kule. Beni-Hadadi alienda akausuru Samaria, akazunguka, ikawa watu hawezi wakapata chakula, hawezi kuenda kufanya biashara, ikawa watu hakuna operation ya biashara, hakuna mahali waweza kupata chakula, hata kwenda dukani hawezi, unakaa kwa nyumba, ndani ya nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alipouzunguka yeye mwenyewe akaamua sana, watu wakaanza kuwa na njaa, wakakula kile chakula walikuwa nacho kikaisha. Kuna maspiriti ya aina hiyo ambayo kwa sababu umeokoka, kuna Roho Mtakatifu ndani yako, hayataingia, lakini yanadeal na watu, yanadeal na vitu, yanadeal na vitu ambavyo vimekuzunguka, biashara yako, yanadeal na destiny helper, watu ambao Mungu amekuunganisha nao ili wakusaidie. Wanakamatwa hao watu wote, inakuwa hakuna msaada unaopata. Hiyo ni spirit ya Beni-Hadadi. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Zakaria mlango wa 3 mstari wa 1, maandiko yanasema kwamba kisha nikaona Yoshua kuhani mkuu wa Bwana amesimama mbele ya malaika wa Bwana, na shetani amesimama mkono wa kuume ili kushindana naye. Shetani kwa sababu hawezi kuingia ndani ya kuhani Yoshua, akaamua shindane naye akiwa nje. Kuna maspiriti ambazo zinashindananga nao zikiwa nje yako.
Hakuna siku utaombewa upagawe na pepo ama pepo itoke ndani yako, lakini nje yako kuna shida, wewe ni maskini. Nje yako, mume wako, ndoa yako, biashara yako ni vitu ambazo zinakutesa, zile zimekuzunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo unapotafuta msaada kwa mtu ambaye Mungu hajaweka msaada wako pale, ujue kwamba ni bila shaka hauwezi ukasaidika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana bado havijatokea kwa maisha yako. Sababu nyingine kwa nini havijatokea kwa maisha yako ni kwa sababu ya kukosa roho ya shukurani. Kila wakati Mungu anapokufanyia jambo inakuanga ni kipimo, anakuanga na kupima. Maana si eti kwamba Mungu anaishia pale, si eti kwamba uwezo wa Mungu wa kukutendea umeishia pale. Mungu anaweza akakusaidia kwa makubwa, akakubariki kwa vitu vikubwa. Lakini kila wakati Mungu anapokupa hicho ambacho unaona uko nacho, ujue kwamba si eti kwamba uwezo wa Mungu wa kukupa zaidi umeishia pale. Anatakanga uwe na moyo wa shukurani ndio kuzidishie. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Luka mtakatifu mlango wa 17 na ule mstari wa 11 mpaka 19. Maandiko yanaongelea kuhusiana na watu ambao walikuwa wamengojeka ukoma. Wakakutana na Yesu, wakamwomba Yesu, akamwambia Yesu tusaidie. Yesu akawaambia endeni mkajionyeshe kwa makuhani. Walipokuwa jiani wakapona. Wakaenda wakajionyesha kwa makuhani, wakawa wamepona. Lakini mmoja ndiye alikumbuka kuja kwa Yesu ili kurudisha shukurani. Yesu akamwambia enenda zako, maana imani yako imekuponya. Kuna uwezekano kwamba ule ungojo ukoma, kwa sababu ulikuwa ni ungojo wa laana, uliwarudia wale wengine kwa sababu hawakurudi kwa Yesu ili kurudisha shukrani. Lakini ule mmoja ambaye alirudi kwa Yesu alipona kiasi kwamba alikuwa na uhakika kwamba ule ungojo hautaweza kurudi tena kwake. Kama Mungu amekufanyia kamuujiza, kama Mungu amekufanyia kitu ambacho amekutendea kile ambacho unaona amekutendea hicho kidogo, unafaa umshukuru Mungu ili azidi kukusaidia kila wakati. Ndio maana utaona watu wengi kitu ambacho walikuwa ni kawaida ukipata sasa kimekoma, kwa sababu uliona ni kawaida na ukaacha kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini pia jambo lingine, kwa nini havitokei kwa maisha yako? Sababu nyingine kwa nini havitokei kwa maisha yako ni kwa sababu ya kitu kinaitwa usingizi wa kichawi. Usingizi wa kichawi. Nataka tusome maandiko kwenye kile kitabu cha Zaburi. Kitabu cha Zaburi. Zaburi 76. Zaburi 76 na ule mstari wa 6. Maandiko yasema hivi: kwa kukemea kwako, Mungu wa Yakobo, gari na farasi wameshikwa na usingizi. Hapa kinachoongelewa ni wakati ule ambapo Farao alipowafuatia wana wa Israeli ili warudishe Misri. Maandiko yasema ya kwamba wakati ule walipokuwa napita katikati ya ile njia ambayo ilikuwa imetengenezwa, yaani ile bahari ambayo iligawa mara mbili, Mungu alikemea, na maandiko yasema kwamba kwa kukemea kwa Mungu magari ya Farao alipatwa na usingizi. Kumbe kile ambacho kilifanya Farao asiwapate wana wa Israeli ni kwa sababu magari yake yalitiwa usingizi. Sasa kama magari yanaweza kutiwa usingizi, inamaanisha kwamba kampuni yako inaweza ikatiwa usingizi. Ikawa unafanya kazi kwenye kampuni lakini unazunguka mahali pamoja kwa sababu hakuna faida. Haileti faida, hakuna kitu kinaendelea. Ndoa yako inaweza ikatiwa usingizi, biashara yako inaweza kutiwa usingizi. Ikawa hakuna kitu ambacho unaweza ukakipata kwenye kile ambacho unachokifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kuna umuhimu wa kila wakati ukaomba Mungu ili alete uzima kwa kile ambacho unakianzisha na kile ambacho unakifanya. Kuna kijana mmoja ambaye anaitwa Eutiko kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 20 mstari wa 9. Maandiko yasema ya kwamba yule kijana akasikia usingizi, akaenda akakaa mahali gorofani wakati ule Paulo alipokuwa anahubiri. Sasa unaanza kuuliza, huyu kijana anaenda kukaa gorofani, maana baadaye alianguka kutoka kwa gorofa. Nani alimwambia aende juu ya ile gorofa? Ina maana ni shetani alimwambia aende kwenye ile gorofa. Akaanguka chini. Usingizi ukampata, akaanguka chini. Maandiko yasema kwamba Paulo akamuombea akafufuka. Ina maana kwamba hicho ambacho kimekufa kwenye maisha yako, kuna usingizi wa kichawi, hata kama ni nini, Mungu anaweza akakifufua. Lakini lazima ujue kwamba
kuna usingizi wa kichawi unaweza